Habari za wakati huu mpenzi mtazamaji na msikilizaji wangu, ni mimi mwenyeji wako tena Dr. Gema Simbeye, daktari bingwa wa afya na magonjwa ya akili na nimebobea kwa watoto na vijana. Karibu kwenye kipindi chetu leo. Kama nilivyoahidi, mada ya leo inahusu haki ya mtoto ya kuwa na jina na utaifa. Tutaangazia sheria ya mtoto ya Tanzania ya mwaka 2009 namba 21. Tutaangalia mchakato kidogo wa utungwaji wa sheria hiyo na umuhimu wake, lakini tutaangalia pia umuhimu wa jina na utambulisho kwa mtoto. Tutaangazia madhara ya kisaikolojia ambayo yanaweza kumpata mtoto kutokana na kukosa haki hiyo ya jina na utambulisho, lakini pia tutaona mifano mmoja au miwili ya watoto waliopata changamoto hizo, na mwisho nitatoa wito kwetu sisi sote kama jamii wa namna ya kwenda baada ya kupata uelewa huu, ili tuweze kuwalinda watoto na kuwalinda na haki zao. Karibu tuambatane. Na ujumbe huu ni mahususi hasa kwa wasichana na wanawake wenzetu ambao kwa namna moja au nyingine walipata ujauzito katika mazingira tata, kwa mfano wale labda waliobakwa. Na kweli nitoe pole kabisa za dhati kwa wasichana na wanawake wenzetu waliopatwa na hayo, na naahidi kuliongelea hili kwa undani kwa wakati mwingine unaofaa. Lakini inawezekana ni msichana au mwanamke alipata ujauzito na ujauzito ukakataliwa na yule mwanamume, au pia mtoto akakataliwa baada ya kujifungua, kwa hiyo akabaki naye mwenyewe. Au ni wasichana wanawake waliozaa na ndugu, kuna mazingira kama hayo, au wamezaa na mume wa mtu, na mazingira yote kama ya hayo, basi ujumbe huu ni kwao, lakini na kwetu sisi sote kama jamii, kwa sababu kama jamii tunafaa kuelimika sote na kuweza kujua kama hatukupatwa na madhara hayo kipindi cha nyuma, basi yawezekana yakatokea huko mbeleni, kwa hiyo tuweze kuelewa na kujikinga na kuchukua tahadhari pia kwa wakati unaofaa. Tunajua mazingira yote kama hayo niliyotaja humweka mama na msichana katika hali ya sintofahamu na huleta athari kubwa kisaikolojia, na mara nyingi pia kutokana na changamoto za kiakili ambazo hujitokeza mara nyingine mama akishirikiana na familia yake labda au na marafiki, ndugu, huamua kumwandika mtoto yule jina tofauti, mara nyingi ni la ujombani. Kwa makabila mengi ya Tanzania tunachukua ubini wa baba, kwa hiyo mara nyingi mama atapata labda na hasira na kuamua kuandika jina la ujombani, akimaanisha kwamba yule mtoto kwa vile amekataliwa basi hana uhusiano kabisa na yule baba. Lakini tunajua hii ina madhara makubwa sana, na mara nyingi humkosesha mtoto haki zake za msingi, kama ambavyo tutaendelea kujifunza kwenye series hii ya haki za mtoto. Na sasa tuangazie kidogo historia fupi ya sheria hiyo ya mtoto. Mwaka 1989 Umoja wa Mataifa kwenye mkutano wake mkuu uliidhinisha sheria ya kimataifa ya haki ya mtoto au mkataba wa kimataifa wa haki za mtoto, na katika kikao hicho walikubaliana kwamba nchi wanachama pia waende wakakae wakatunge sheria kutokana na mazingira na tamaduni zao bila kupoteza maana ya sheria ile mama ya kimataifa. Na mwaka mmoja baadaye, mwaka 1990, Umoja wa Nchi za Afrika walikutana na wakatunga sheria hiyo kulingana na mazingira ya mtoto wa Kiafrika. Na kwa sisi Tanzania ni miaka 20 baadaye, 2009, ndipo tulipitisha sheria hiyo, inaitwa sheria ya mtoto. Inalenga kuimarisha ulinzi, matunzo na haki za mtoto. Na haki hizo za mtoto, kwa mfano zile za kimwili, ni kama haki ya kupata chakula, ya kupata malazi, ya kupata mavazi, ya kupata elimu, ya kupata matibabu iwapo mtoto ataugua. Hizo ni haki za kimwili. Lakini haki za kisaikolojia ambazo hazijasemwa moja kwa moja kwenye sheria, na tutalichambua hilo wakati mwingine, ni kama haki ya kupendwa, haki ya kujaliwa,
haki ya kuonwa, kusikilizwa, haki ya kufarijiwa na kadhalika na kadhalika. Hizo tutaziongelea kwa undani sana kwa sababu ndio hasa eneo langu. Sheria inasema mtoto ana haki ya kuwa na jina, utaifa, kujua wazazi wake wa kibiolojia na pia kujua ndugu zake kwa upana, ikimaanisha Kiingereza extended family, kwamba ndio kama kuwafahamu babu, bibi, mjomba, shangazi na kadhalika, wa pande zote mbili, upande wa baba na upande wa mama. Na inaenda mbele kusema mtu yoyote hata mnyima mtoto haki hizo. Na 3 inasema mzazi anawajibika kumsajili mtoto kwa msajili mkuu baada ya kuzaliwa. Na tunajua kwamba sehemu moja kubwa ya kwanza ya kumtambua mtoto au kumtambua mtoto ndio ni pale kwenye kadi ya kliniki, ambapo mama atakuwa anahudhuria kliniki, na tunajua pale huwa kuna sehemu ya kujaza. Kwa mfano mama anasema mimi ni fulani bin fulani, na jina la baba huwa linatajwa pale. Kwa ile ni sehemu moja kubwa ambako huwa tunasajili. Alafu baada ya hapo sasa mtoto kuzaliwa, huwa ndio tunaenda tunafuatilia kile cheti cha RITA cha kuzaliwa. Kuna taarifa zile za kwenye cheti huwa zinatoka kwenye ile kadi ya kliniki, kwa sababu tunajua pale patakuwa pameandikwa baba mzazi na mama mzazi wa mtoto na si vinginevyo. Na ni pale tu ambapo mtoto atakuwa amesajiliwa ndipo atatambulika kisheria na nchi, sasa kama sisi Tanzania, kama mtu mwenye haki zinazojitegemea. Na iwapo kutakuwa kuna changamoto zozote za malezi, matunzo na kadhalika, basi yule mzazi ambaye ameandikwa pale kwenye jina la mtoto ndio atakayewajibika. Kwa ni muhimu sana kumsajili mtoto kwa majina yake kamili, kwani ndio utambulisho wake na haki zake zote zitakazofuata baada ya hapo zitatokana na jina. Na tunajua pia kwamba jina la mtu ndio utambulisho wake au identity kwa Kiingereza. Kwa hiyo na jina pia ni uthibitisho wa mtu. Kwa hiyo hapa nitaongelea kidogo kuhusiana na majina. Kwa mfano unaweza mtu akawa na jina lina maana chanya au hasi, hasa kama maana yake halisi inajulikana. Kwa mfano kuna wenzetu baadhi wanaitwa Shida. Kwa maana yake kila anapokuwa anaitwa, maana yake ile inamtambulisha yeye tofauti na watu wengine wote. Maana yake ni kama inamthibitisha kwenye akili yake kwamba mimi ni Shida, mimi ni Shida. Si jambo la haraka la mara moja, lakini jambo la taratibu, lakini kwa uhakika linajijenga kwenye ubongo kwamba yeye ni Shida. Na unakuta mara nyingi pia maisha yule mtu huwa yanakuwa kama ni unabii unaotimia. Mtu anakuwa kweli na shida kwa sababu tu ya lile jina. Kwa watu hawajui kwamba jina lina nguvu kiasi hicho. Lakini kwa upande chanya, watu wengine wana majina mazuri. Kwa mfano utasikia mtu anaitwa Victory. Victory ni ushindi. Kwa maana yake kila anapoitwa ni kama inathibitishwa akilini mwake kwamba yeye ni mshindi, ni mshindi, ni mshindi kila anapoitwa. Kwa hiyo inajijenga na kweli utaona matokeo kwenye maisha yule mtu. Lakini kuna baadhi ya watu, kwa mfano wenzetu wa nyanda za juu kusini, kuna makabila huko wanaitwa majina ya wanyama. Kwa kuna watu mfano wanaitwa labda Simba. Kwa mtu akiwa na jina kama hilo, unaona ni jina lenye nguvu. Wote tunajua Simba ni nani kwenye jamii ya wanyama, ana nafasi gani. Kwa mtu anapokuwa anaitwa Simba pia unakuta ni mtu ambaye anakuwa anajiamini, ni mtu ana nguvu. Ni jina zuri, majina kama hayo. Lakini mimi najua mfano kuna watu kwa tafsiri ya jina lao kwa Kiswahili ni nyati. Na kuna nyati mmoja ambaye mara nyingine anakuwa analialia au haendi kama nyati, na mimi mara kadhaa namkumbusha kwamba unajua wewe ni nyati, na hiyo kwa kweli huwa namthibitisha kwamba wewe ni nyati, huwezi kulialia, na kwamba hiyo mara nyingi huwa inamtia nguvu na kuendelea tena kwa sababu tu ya nguvu ya jina lake. Sasa nataka kuongelea pia kwenye upande huo kwamba kuna jina na majina. Watu huku mtaani wanasema jina ni jina. Jina sio jina. Kuna jina na majina.
Unaweza kuwa una jina sawa, lakini watu wenye majina yao wapo. Na tunajua sisi kama kwenye ulimwengu wa kiroho, kwa mfano tunajua jina la Yesu likitajwa, tunaambiwa kila goti hupigwa kwa jina la Yesu. Manake likitajwa jina la Yesu kwenye ulimwengu wa kiroho, manake mambo yote yanaenda sawa, kwa sababu lenyewe ni jina lenye mamlaka, lenye nguvu, mambo yote yanapita. Lakini kwenye ulimwengu wa mwili hivyo hivyo, kwenye maisha ya kawaida, kuna watu wana majina. Mtu anaenda sehemu na anataja lile jina na anahudumiwa kwa haraka na mambo yake yanapita kwa haraka, au tu hata kwa kusema kwamba nimeagizwa na fulani, mara nyingi mambo ya yule mtu yanamwendea haraka vizuri. Kwa nini? Kwa sababu ya jina tu. Kwa jina lina nguvu. Usiseme jina ni jina. Kuna jina na kuna majina. Hasa wewe la kwako ni jina au majina? Utasema mimi la kwangu najua, mimi la kwangu najua. Kwa hiyo tuchague majina vizuri. Lakini hapa naweza kutoa wito pia, wakati tunachagua majina, tuchague majina yenye maana nzuri kwa watoto wetu, yenye maana. Na kwenye majina ya Kiafrika yapo yana maana nzuri tu. Tuchague kwanza, tuangalie maana za majina, alafu 2 tuwape watoto wetu majina yenye maana nzuri. Na 3, wewe ukikuta sasa ukatambua, umeshajua jina lina nguvu, ukakuta jina lako halieleweki, unaweza kubadilisha. Unaweza kwenda mahakamani ukaapa ukabadilisha jina, kwa sababu jina ni utambulisho wako na ni uthibitisho. Linajenga saikolojia yako kwa namna ya ajabu sana, na linaweza kuleta matokeo hasi au chanya kwenye maisha yako. Kwa leo nitoe mfano mmoja wa athari za jina na utambulisho. Tatizo la kisaikolojia linaitwa identity crisis, mgogoro wa utambulisho. Kwa hiyo kuna kijana ambaye alikuwa umri wa balehe, alipata hali ya kuchanganyikiwa baada ya kujua kwamba kumbe baba yake yule sio baba yake. Kwa hiyo huyu ni kijana ambaye alizaliwa na wazazi walikuwa na maambukizi ya virusi vya ukimwi, na yeye akawa ana maambukizi katika uchanga wake, na baba alifariki akiwa mchanga. Kwa hiyo mama yake alipata mwanamume mwingine akaolewa naye. Alipoolewa akampa majina pia ya yule baba. Kwa mtoto amekuwa, Mungu amemsaidia, amekuwa, alipata dawa za kufubaza virusi vya ukimwi na akakua mpaka kufikia umri wa balehe. Na kwa sababu moja au nyingine, mama yake mdogo akamkalisha siku moja na kumpa taarifa, akamwambia, unajua wewe, huyu si baba yako mzazi, baba yako alifariki na jina hilo sio jina lako, sio la baba yako mzazi, na wewe sio kabila hilo unalofikiria na kadhaa. Akamwambia taarifa zote. Kwa hiyo yule kijana alikuwa anaendelea vizuri, alikuwa kwenye dawa za kufubaza virusi vya ukimwi, lakini kutokana na ile taarifa, ndio nasema alipata mshtuko mkubwa wa kisaikolojia na akaweza kupata hiyo identity crisis, mgogoro wa kiutambulisho. Maana ghafla akawa hajui tena. Kipindi chote alikuwa anajua yeye ni nani, jina lake ni jina lake, kabila ni hilo na yule baba yake na kadhalika. Sasa ghafla amekuja kupata taarifa tofauti kabisa. Kwa nafikiri umeshasikia kwamba uko mtaani watu wanasema wadudu wa malaria huwa wanapanda kichwani. Kwa hata wadudu wa virusi vya ukimwi pia huwa wanapanda kichwani. Kwa hiyo naye alipata hali hiyo, ilikuwa rahisi yeye kupata hiyo hali ya mshuko mkubwa na kuchanganyikiwa pia, kwa sababu alikuwa na maambukizi ya virusi vya ukimwi. Hiyo ni sababu moja kubwa. Basi akachanganyikiwa, na katika hali ya kuchanganyikiwa alitoka akatembea umbali mrefu kutoka mkoa huo aliokuwepo kwenda huo mkoa mwingine, ni mbali sana, ili kwenda kujua hiyo asili ya baba yake, kwenda kuona kaburi la baba yake, kwenda kutafuta ndugu za baba yake ili aweze kujua asili yake yeye. Kwa alikutwa huko njiani, baada ya siku kadhaa amechoka sana, watu wakamsaidia na kujaribu kutafuta kwamba yeye ni nani, ametoka wapi, na kumleta kwenye matibabu. Kwa katika matibabu tulijaribu kushughulikia tatizo hilo, na sitasema kwa undani zaidi kwa sababu sitaki yeye ajisikie vibaya iwapo atasikiliza na kujua kwamba nimemuongelea yeye, lakini alipata matibabu na
akaendelea vizuri, lakini ni baada ya kufanyia kazi za ndani kabisa za huo mgogoro wa kiutambulisho, identity crisis, na baadaye aliweza kuelewa, kwa sababu alikuwa ana akili, hatua zake za ukuaji, nimesema alikuwa ni kijana umri wa balee, aliweza kuelewa kwa nini hali ilikuwa vile, kwa nini hakupewa zile taarifa mapema, na aliweza kuelewa na akapata matibabu ya kueleweka na akaendelea vizuri. Mfano wa pili ni binti ambaye alikuwa umri wa kwenda chuo, na kwa sababu moja au nyingine pia alipata ugonjwa mwingine wa kisaikolojia, lakini na hiyo mgogoro wa utambulisho. Katika hali yake yeye, mama yake alikuwa amepata ujauzito, yule babake akamkataa, kwa hiyo akakutana na mwanamume mwingine pia akaolewa, na akampa majina ya yule baba mwingine. Na huyu binti amekuwa mpaka umri wa kwenda chuo. Lakini katika harakati za maisha tu huko, alikuwa anakumbuka either wakati mwingine anakuta message kwenye simu ya mama yake kama kuna mawasiliano na mtu fulani, na akimuulizia yeye, kwa hiyo akachukua zile namba akawa anafuatilia, ndio baadaye kugundua kwamba kumbe yule si babake mzazi alikuwa anaishi naye, babake mzazi yuko sehemu nyingine na hakuwahi kuonana naye na hakuwahi kujua hivyo. Kwa hiyo alipata hali hiyo ya kisaikolojia, ugonjwa mwingine, lakini si wa kuchanganyikiwa. Sitasema kwa uwazi ili nisimtambulishe, na hali ilikuwa mbaya. Mamake alikuwa akihangaika matibabu huku na huku, na baadaye alifika kwetu kwenye matibabu, na katika kuchunguza tukajua sababu ni ile. Yeye akaniambia mwanzo ilikuwaje mpaka dalili zile zikaanza, lakini mpaka hapo tulishindwa kumwambia mama yake, kwa sababu mama yake hakujua mpaka hapo kwamba binti yake alikuwa ameshafahamu yeye ni nani na kwamba yule si babake halisi. Na tuliamua kuendelea kulibakiza hivyo kwa muda, kwa sababu mama hakuwa anataka binti ajue zile taarifa wala amtafute baba yake. Kwa hiyo tuliendelea kuliacha hivyo mpaka wakati mwafaka ulipofika, ndipo tulibidi tumshirikishe mama na kujadili madhara hayo na kulifanyia kazi, ikiwemo kumtafuta baba mzazi na kuwakutanisha na kuanza kujenga uhusiano, na hiyo iliweza kusaidia kwa binti yule kupata nafuu katika tatizo lake, lakini bado alikuwa akiendelea na matibabu. Na sasa niongelee huo mgogoro wa kiutambulisho unakuaje, kwamba ni ile hali inajitokeza ambapo mtoto, mara nyingi ni mtoto lakini inawezekana ni mtu mzima, anagundua kwamba yeye si yule aliyefikiri, kwa maana ya kwamba majina alionayo sio ya kwake halisi, wazazi alionao sio halisi, kugundua kwamba ndugu aliofikiri ni ndugu zake kumbe sio, kumbe kuna ndugu wengine na hata hawafahamu au ndugu, au huyo mzazi mwingine hajawahi kukutana naye wala kumfahamu. Kabila alilonalo sio kabila lake, utaifa sio huo. Maana yake mgogoro wa kiutambulisho ni kwa muktadha wa mada hii inayotoa ni pale mtoto anapokuwa amepewa majina tofauti, utaifa tofauti, kuambiwa kwamba ndugu zake ni hawa si hawa. Hiyo ileta shida kubwa sana kisaikolojia, kwa sababu mtu anakuwa hajui tena yeye ni nani. Lakini madhara yanayoambatana na hiyo ni mtoto kukosa haki zake, kwa sababu yawezekana babake yule, zaidi naongelea kwa upande wa wanaume, inawezekana babake yule aliyemkataa au ambaye amefichwa, hakuambiwa kwamba ndio huyo kwa sababu fulani fulani, ni mtu mwenye uwezo, lakini mtoto ameishi maisha ya shida, amekosa haki zake zikiwemo za mavazi, chakula, elimu, kwa sababu tu hakupewa utambulisho au majina aliyostahili. Niongelee kwa wasichana na wanawake wenzetu, kama nilivyosema, siwezi kuhukumu, na mimi kabisa naweza kujiweka kwenye viatu vyao, na ni hali ya kawaida. Nikiwa mtaalamu natambua mtu akipitia hali hizo anaweza kupata changamoto za kiakili na kisaikolojia, na kumfanya kuwa na hasira, kufanya maamuzi yasiyo sahihi.
Inawezekana pale mtu akaamua kuandika majina tofauti kwenye kadi ya kliniki, lakini wakati wa kumsajili mtoto. Sasa kwenye haki za mtoto tunasema neno moja kubwa. Haki za mtoto, wakati wote mzazi au mlezi anatakiwa afanye maamuzi kwa maslahi mapana ya mtoto, in the child's best interest. Maana yake ni hii: ujiweke kwenye viatu vya mtoto na kufikiria kwamba mtoto angekuwa na uwezo wa kufanya maamuzi hayo, unafikiri angefanya maamuzi gani au angependelea iweje? Ndio ufanye hivyo, sio kwa kuzingatia hisia zetu au hasira au aibu labda ambao tungepata iwapo tungesema ukweli, maana wengine labda amezaa na ndugu au amezaa na mume wa mtu na kadhalika, tunajua. Kwa kuangalia maslahi mapana ya mtoto. Sasa nimesema sehemu moja kubwa ni pale kwenye kuandikisha clinic. Sasa pale ndio wanawake tunapoanza kuleta shida. Aidha kama tumekasirika, tunaandika majina ya ujombani. Lakini mimi nasema ilifaa na inafaa wakati yule mwanamume amekataa mtoto, amekataa ujauzito, basi tumwambie kabisa kwamba majina yako hayatatokea, ili yeye ajue na ajue maana ya hiyo ni nini. Kwa sababu tumeshajua huku kwenye jamii kuna mtoto amekuwa, baba alikataa ujauzito, mtoto amekuwa maarufu au amekuwa na uwezo, na baba yule amepata shida, alafu anaanza kusema huyu mtoto ni wangu, huyu mtoto hanitunzi, labda ni wangu. Lakini tukumbuke kwamba jina ndio utambulisho. Huyu baba anakuwa hana haki ya kudai huyu mtoto ni wake wakati jina lake haliko pale. Ina maana makosa yalifanyika tangu kule mwanzo yalipokuwa anakataa. Kwa ndio maana wanaume wanatakiwa wajue anapokataa pale ujauzito au mtoto, ajue maana yake ni nini. Ina maana kubwa zaidi. Na baadaye asije akasumbua watu na kuanza kupitisha watoto, au mara nyingine watu wanakuwa wameshakuwa watu wazima kwenye mchakato wa kwenda kufanya DNA. DNA haifai, DNA haitakiwi. DNA ya nini? DNA ilikuwa ni kusema ukweli pale mwanzo. DNA ilikuwa ni kusema ukweli pale mwanzo kwamba umeambiwa mimba ni yako, mtoto ni wako. Basi zile hatua kama ulitaka kufanya ungezifanya pale. Usisubiri mtu amekuwa mkubwa, amekuwa mtoto mkubwa ndio anze kumpitisha kwenye mchakato huo. Unamletea athari zaidi za kisaikolojia na hata kumtunza. Kwa watu inatakiwa wajue madhara ya kutokukubali wajibu wao tangu mwanzo, ikiwemo sehemu moja kubwa tumesema tunaongelea haki ya jina na utahifu. Ikiwepo hapo, iwapo hutawajibika pale, basi umekosa hiyo haki. Lakini tunamkosesha mtoto pia haki ya kujua ndugu, babu, bibi wa upande ule mwingine ambao tulikuwa tumemficha. Kwa hiyo inakuwa si sahihi. Kwa hiyo ni wito wangu mkubwa sana kwa somo hili. Wazazi tuwajibike, wazazi tuseme ukweli, tutoe taarifa sahihi tangu pale mwanzo, kwa sababu jina la mtoto ni hatima yake. Jina la mtoto ni utambulisho wake, na utambulisho wa mtu unabeba hatima yake. Tumeshaongea habari ya jina na habari ya majina. Kwa hiyo hili ni jambo la muhimu, na wasihi wale ambao wako kwenye changamoto kadhaa zinazofanana na hizo wasifanye makosa hayo, na hata wale ambao walishafanya yale makosa wayarekebishe ili watoto wapate haki zao. Mimi niko hapa kwa ajili ya kutetea haki za watoto. Watoto hawezi kujisemea, watoto wanafanyiwa vitu ambavyo vinawaathiri maisha yao kwa sababu tu hawakuweza kujisimamia wenyewe. Wito wangu mwingine pia ni iwapo kwa sababu moja au nyingine tutakuwa tumeamua kumficha mtoto kuhusiana na utambulisho wake. Mara nyingine kuna sababu za msingi. Kwa mfano nimesema mazingira hayo ambako binti au mwanamke anakuwa amebakwa. Basi ni vizuri taarifa hizo zikabaki siri moja kwa moja. Kwa watu wa karibu wote, taarifa hizo wazibakize siri moja kwa moja. Asiwepo wa kutokea
na kumwambia mtoto wakati fulani au ameshakuwa mtu mzima kwamba unajua wewe huyu sio nani, unajua wewe mazingira yako ya kuzaliwa yalikuwa hivi, inaleta madhara makubwa sana kisaikolojia. Nimesema tu baadhi, kuwepo mgogoro wa utambulisho wa kina, mengine mengi. Basi tuwakinge watoto wetu, tuwalinde watoto wetu kwa kutoa taarifa sahihi, lakini pia kwa wakati sahihi. Lakini kama ni muhimu wakati wa kutoa taarifa hizo, sisi tunashauri ni vizuri kutafuta mtaalamu ili iwe katika mazingira ya kitabibu, mtoto au kijana aweze kupewa taarifa hizo na kuweza kupata msaada husika ili isiweze kumwathiri zaidi kisaikolojia. Naamini hilo liko ndani ya uwezo wetu na tutalizingatia. Basi mimi nashukuru tumeambatana mpaka hapa. Tumejua umuhimu wa jina na utambulisho wa mtoto na madhara ambayo yanajitokeza, na juma lijalo tutaendelea kujifunza hasa zile haki za kisaikolojia. Zile haki za kisaikolojia za mtoto, nitatumia muda hapo ili tuweze kuzijua na tuwapatie watoto, kwa sababu hizo ndio kabisa watoto wanazikosa kwa sehemu kubwa. Wazazi wengi tunafikiri tukishatoa chakula, tukishalipa ada, tukishampa sehemu ya kulala, tumenunua nguo, tumemaliza. Zile zingine wengi wetu hatuzitoi. Watoto wanahitaji haki hizo kwa ukuaji mzuri wa kimwili na kiakili na kuwa watu wenye maana huku duniani. Mpaka wakati ujao, na kutakia wakati mwema. Asante kwa kufuatilia na kutazama Child Youth Mind TZ. Ikiwa umependa mada hii, tafadhali usisahau kusubscribe na kulike kwenye mitandao yetu ya kijamii ili uendelee kupata mafunzo na elimu ya masuala ya kisaikolojia kwa watoto, vijana na hata watu wazima. Mpaka wakati mwingine tena, uwe na wakati mwema.